Hii barua imekuja na hii inawezekana kutokana na kuelekea mkutano mkuu, kwa sababu Simba na mkutano mkuu wa mwaka wa makadirio matumizi pamoja na mapato na mwenendo mzima wa klabu yao kwa msimu unaokuja kwa maana 2025-26, lakini pia pamoja na maboresho ya katiba mpya. Kwa hiyo imekuja wakati sahihi kuelekea kwenye mkutano mkuu, wajue wanaanzia wapi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ilikuwa lazima tu jambo kama hili liweze kutokea na kuathiri Simba kuelekea mchezo wao wa kimataifa. Kwangu mimi naweza kusema inaweza siwaathiri, kwa sababu Simba ni klabu kubwa ambayo imeshajitanabaisha. Wachezaji wanajua umuhimu wa michuano ya kimataifa, lakini pia viongozi wanajua umuhimu wa michuano ya kimataifa. Naamini ya kwamba wanajua wanachopaswa kwenda kukifanya ni kitu gani, lakini kwa upande wa viongozi wao kwa wao ndo wanatafunana, kwa sababu sasa hivi inaonekana kila mmoja anazungumza ya kwake na kila mmoja ana upande wake. Kwa upande wa timu kutokupata matokeo, mimi naona bado Simba ni klabu kubwa, imesha set standard yao, wanaweza wakapata matokeo katika hali yoyote, hata kama kuna mgogoro ndani ya klabu. Yamesha kutokea huko nyuma na tumeona bado Simba amekuwa akishinda na akipata matokeo na akienda katika hatua inayofuata. Moja ya kiongozi wa Simba tumesikia nyakati za asubuhi akizungumzia kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Simba wanafurahia Simba ikipoteza matokeo, lakini pia amesema kuna baadhi ya viongozi wa Simba wana afya ya akili. Hizi kauli kwa klabu kubwa kama Simba, kwa viongozi wakirushiana maneno, haiwezi kuathiri pia kuelekea katika mkutano wao mkuu wa tarehe 30? Inaleta athari hasi kuelekea mkutano. Inaonekana kwenye mkutano kuna mambo mengi sana yataibuka, na kwa Simba inaonekana tayari kuna muda mrefu walikuwa na mdudu mtu ndani, kwa maana hawakuwa na maelewano baina ya viongozi. Kila mmoja alikuwa anazungumza ya kwake na kila kiongozi anataka kuwa mkubwa kwa mwenzake, na mwisho wa siku ni kwamba yote ni maslahi ya baadhi ya viongozi, upande fulani ukiwa unatamani kitu fulani, upande fulani ukiwa unatamani kuwa katika sehemu fulani. Leo Magori kile alichokizungumza anasema baadhi ya viongozi ambao hawana nyadhifa pale ndani, wao wamekuwa wakifurahia hata pale ambapo Simba inapoteza mechi zake. Yaani Simba inapoteza mechi, unakuta labda wamefungwa, viongozi wengine wanafurahia. Yaani wao wanashangilia, wanakimbia kwenda kufurahia chooni, wanashangilia ushindi ambao umepatikana kwa timu pinzani. Sasa hii inaleta mpasuko mkubwa, kwa maana hakuna muunganiko baina ya viongozi na viongozi. Sasa inaleta pia taswira mbaya, kwa sababu Simba ni klabu kubwa ambayo inaendeshwa na misingi, katiba na kanuni na sheria ambazo wamejiwekea. Sasa kama kuna wanatumishiana misuli, nimesi kwamba hapa kuna changamoto. Hata ndio maana unaona misimu minne mfululizo wanakosa mataji, lakini pia wanafungwa mara 6 mfululizo na wananchi Yanga Afrika. Ni kwa nini? Kwa sababu wao hawana utulivu, lakini watani wao tayari wana utulivu, wana muunganiko, na inaleta changamoto. Na nimesikia baadhi ya viongozi wa ndani wanataka nafasi nyeti, nafasi muhimu. Wengine wanapiga chapuo mwekezaji abaki, wengine wanapiga chapuo mwekezaji atoke. Na hapa ninapozungumza nawe kuna vikao vingi sana vinaendelea vya ndani kwa ndani, kila mmoja akiwa anahusika kuweza kutengeneza mazingira Mo atoke au Mo aondoke. Kwa sababu kama utafuatilia barua ya BMT ambayo imeelekezwa ndani ya Simba, ni pamoja na kwamba wanachotaka wao ni kwamba mwekezaji hapaswi kuitwa mwekezaji, kwa sasa inapaswa waitwe wawekezaji. Kile kipengele cha mwekezaji kitolewe, kwa maana Simba anatakiwa wapate wawekezaji 3, lakini pia mwenyekiti wa klabu ndio anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Yaani haiwezekani klabu kama Simba ambayo bado hawajafikia kwenye makubaliano ya kimkataba kuhusiana na uwekezaji, kuwe kuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi pamoja na mwenyekiti wa klabu, na mwenyekiti wa klabu ndio anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi, kwa maana yeye ndio ana nguvu kwenye hisa 51%. Mwenye hisa 51% ni klabu. Sasa anayepaswa kuwa mwenyekiti hapo wa bodi ni mwenyekiti huyo ambaye anaongoza klabu. Kwa hiyo anapaswa kuvaa kofia mbili. Sasa ili Mohamed Dewji aweze kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, anapaswa kugombea kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club ili aweze kuvaa hiyo kofia ambayo ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo ukiangalia hiyo barua inaainisha vitu vingi,
ambavyo ni dhahiri kwamba vinaenda kumtoa Mohamed Dewji ambaye yeye alikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kuweza kuwa mwekezaji wa klabu ya Simba kuchukua zile hisa 49, na ukiangalia alikuwa amesimama yeye kama Mohamed Dewji, lakini serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT inataka wawekezaji ambao wanaingia wawe watatu na waitwe wawekezaji, sio mwekezaji. Ukiona hivyo utagundua kabisa kwamba inamtoa kwenye njia. Kama atakubali kuingia katika mfumo ya uwekezaji na zaidi ya watu wawili, it means kwamba anaweza kuendelea kuwepo. Lakini kama atasema sasa imetosha, siwezi kuwa na watu wengine wakati nimechukua timu ikiwa haina chochote, nimefikisha katika nafasi nzuri, leo mambo kama haya yanakuja kutokea, beta mimi step down, nikaachana nao. Lakini akisema kwamba okay, it's fine kwa mustakabali mzima wa Simba Sports Club, ili tuweze kuruhusiwa makubaliano hayo ya kuingia kama wawekezaji kuchukua hizi hisa, ukiingia kwa watatu, it's fine. Lakini akisema sasa mimi siwezi kufanya kitu kwa sababu tayari nilibeba Simba tangu ikiwa haina kitu, leo imepigia pazuri, ndio haya mambo yatokee, Mo ni dhahiri anaweza kaondoka. Na taarifa za ndani nilizonazo ni kwamba tayari kuna watu ambao tayari wameshaandaliwa ambao wanaenda kuchukua nafasi yake. Watu hao ambao Frijibovu umewapata ama kuwasikia ni watu wa namna gani? Kuna wengine nasema mwekezaji mwenye kariba ya DP World anaingia kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ilikuwepo taarifa muda mrefu kidogo, DP World walikuwa wananyatia klabu ya Simba muda mrefu sana. Tangu mwaka jana walikuwa wanajaribu kunyapia kwa namna gani ambavyo wataweza kuchukua klabu ya Simba ili waiendeshe kimakubaliano kwamba hiyo klabu kubwa ya kisasa ndio inaweza ikasajili wachezaji wakubwa duniani. Na ilikuwa ngumu kwa sababu bado katiba ilikuwa iruhusu, lakini pia mikataba ambayo Simba ameingia bado ilikuwa na changamoto. Ndio maana leo ukiangalia taarifa kutokea Baraza la Michezo la Taifa BMT na serikali kwa jumla inaweka wazi vitu vingi sana. Kama ulifuatilia kwa karibu utagundua kwamba ni mazingira yanatengenezwa sasa kuona mifumo inanyooka ili anayeingia sasa hivi ajue anakuta klabu ikiwa katika hali gani. Ndio maana serikali pia imeagiza sasa hivi ifanyike tathmini nyingine upya ya kuweza kutambua thamani ya klabu ya Simba. Unajua yani sasa hivi inabidi watu wakae chini waanze kuchakata wajue klabu ina thamani gani. Na tathmini hiyo ambayo inatakiwa kufanyika ni kuhusiana na logo, kwa maana pia pamoja na ile kitu goodwill ambayo ni wadhamini ambao wanaingia ndani ya klabu ya Simba kuwekeza na vitu kama hivyo, lakini haihusiani na majengo. Yote ni nini? Ili kuhakikisha huyo anaoingia ajue anaenda kuwekeza pesa zake kwenye klabu ya namna gani ambayo ina uzito wa namna gani. Lakini pia ukiangalia serikali pia kupitia Baraza la Michezo sasa hivi wanakuambia kabisa kwamba inataka mali zote za klabu ya Simba ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishiwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Badala yake zibaki kunako Simba Sports Club Holding Company Limited, kwa maana ni bodi ya wadhamini. Kwa hiyo mali zote ambazo hazihamishiki ziwekwe kwenye account ile ya Simba ya Simba Sports Club Holding Company Limited ambayo ni bodi ya wadhamini. Kwa hiyo moja kwa moja Mohamed Dewji anatolewa kwenye njia taratibu. Ndio ambao wanaongoza kinyang'anyiro cha kwenda kuchukua hisa ndani ya klabu ya Simba kwa sasa. Kwa mantiki hiyo Murtaza Mangungu anatembea kifua mbele kuanzia hivi sasa. Murtaza Mangungu katiba itamkataa kwa sababu yeye muda wake unaisha Januari. Kama anataka kuendelea na yeye, taarifa zilizopo ni kwamba yeye ndo anayejua pia hizi taharuki kwa sababu anahitaji sana nafasi pale. Sawa, mimi ukiangalia kwa haraka utagundua kwamba yeye muda wake unaisha kikatiba, uwezo ukaendelea muda wa kikatiba ukiwa umemalizika. Kitakachofanyika ni kwamba yeye atapaswa kugombea tena, ndio wanachama wampitishe, wampigie kura apite kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ndio atakuwa pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. So to me nafikiri wanachama wa Simba hawatakuwa tena maboga kiasi hicho waseme sasa eti
tumrudishe tena Mangungu, wakati katika ahadi zake alizoweza kuahidi Simba hajatimiza hata moja. Aliahidi atawafunga Yanga, akasema atachukua ubingwa, atapigwa mara 6 mfululizo. Na umemsikia Magori anasema baadhi ya viongozi wanachekea chooni. Yaani Simba ikifungwa wao ndio wanashangilia kama Pep Guardiola. Wanafurahia. Sasa hii inaashiria nini? Kwa maana kuna mamluki pia ndani ya Simba ambao pia huwa wamekuwa wakipenyeza siri zao inatoka nje. Mara nyingi Yanga wanakuwa wanapata siri za Simba kiurahisi sana. Yaani washangaa mambo yanayofanyika ndani ya Simba yanatoka nje. Kwa hiyo hawajengi, wanabomoa. Na unaweza kujiuliza maswali, kwa nini wanashindwa kufanikiwa? Kumbe kuna watu hapo wanatoboa mtumbwi. Sasa siwezi kuona kama hizo watarudia makosa waliyofanya hapo awali. Kinachopaswa ni tarehe 30 ikifika, wanachama wanapofika pale waweze kuraise hoja, wakubaliane katika misingi ambayo ni ya kujenga timu yao. Sio ile kwamba sasa wameshapewa buffet, wameshapiga biriani pale, wamepiga mpunga, wameshavipewa viposho wanasahau hoja ya msingi. Nafikiri pale muhimu ni kwenda kuhakikisha hizo ajenda ambazo zinatolewa kila mmoja anasimamia, ili kuhakikisha anaisimamisha timu yake, Simba inarudi katika makali yake aliyopita hapo mwanzo.